mauaji katika kila kaunti. Baba, tunavunja, tunaharibu, tunayangamiza in the name of Jesus. Baba, tunajua ya kwamba unapenda taifa letu na unapenda kaunti zetu 47 ambazo umetupatia katika taifa letu ya Kenya. Baba, tunaomba katika kila kaunti kuweko na amani, katika kila kaunti kuwe na utulivu, katika kila kaunti kuwe na maendeleo, katika kila kaunti Baba, biashara ziendelee vyema, na kila kaunti, uchumi wa kila kaunti iwe uko sawa. Hata wetu wa Mombasa Baba, tunaombea uchumi wa Kenya na uchumi wa kaunti wetu wa Mombasa, ya kwamba Mungu utakuwa sawa, ya kwamba utaendelesha vyema, utatusaidia taifa letu ya Kenya hata kiuchumi. Uchumi wetu Baba kaibadilishe katika jina la Yesu. Tunakataa uchumi wa kunyanyasa wananchi, tunakataa uchumi Baba ya kutatiza wananchi, tunakataa uchumi ambaye inagandamisha maisha ya Wanakenya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, Kenya unaikomboa, Kenya unaitawala, Kenya unainusuru kwa mikono ya watu wabaya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninakushukuru Baba, tunakataa umwagikaji wa damu katika taifa letu ya Kenya. Kuna damu ambayo inamwagika isiyo na hatia katika taifa la Kenya. Kuna watu ambao wanauawa kiolela pasipokuwa na hatia. Baba, tunaungama dhambi zote ambazo zimefanywa Baba na taifa letu ya Kenya. Dhambi hii Baba tunaibeba sisi kama watu wako. Tusamehe dhambi ya umwagikaji wa damu, tusamehe kila damu inayolia katika ardhi, damu ya wenye haki, damu ya watu wasio na hatia. Baba, wameangamizwa bila sababu, wameuawa na hata wengine wakatekwa nyara bila sababu. Bwana wa mabwana, ni ombi langu Baba jioni ya leo ya kwamba utusamehe na utuponye na taifa letu, tuponye na taifa la Kenya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yoyote aliyehusika na mauaji, yoyote aliyehusika na umwagikaji wa damu Baba, tunatoba kwa niaba yake. Tusamehe Baba, maana alipotenda dhambi ni sisi tumekutenda dhambi, alipoua ni sisi tumeua. Baba, turehemu jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sikarabakazanda ramazala bakanda labo rakatala basanda ramazala bakazanda yakatala bosekerima yantala bazanda rama mama shala bakanda rakatele boria antala bazende. Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa Baba mfalme. Damu yote iliyomwagika katika taifa la Kenya Baba, unaenda kututakaza, tuoshe Baba na hiyo damu, damu ya wenye haki, damu ambayo haikuwa na hatia. Lord of my Father, kama vile neno lake linavyosema ya kwamba damu ya Yesu ni zaidi ya damu ya Abel, maana damu ya Yesu inatakaza dhambi kabisa, inaosha dhambi kabisa. Wacha hiyo damu ikatutakase na taifa letu ya Kenya. Ninakushukuru Baba nikisema asante, kwa kuwa hakuna Mungu kama wewe, hakuna ukuu kama wako Yesu, hakuna utawala kama wako Jehova Shama. Tunasema asante kwa wema wako, tunasema asante kwa fadhili zako, tunasema asante kwa ushindi wako mkuu. Jina lako libarikiwe, jina lako liinuliwe, jina lako Baba lipewe sifa na hata na utukufu, Bwana wa mabwana. Asante mtakatifu wa Israeli. We worship you Lord, we glorify your holy name. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakuabudu. 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 Wewe Masia, viumbe vyote vinakuabudu. Ni wewe Masia, vyote vinakuabudu. ni wewe Masia, viumbe
mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakuabudu. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakuabudu. Ni wewe Masia, viumbe vyote vinakuabudu. Ni wewe Masia, mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakuabudu. Ni wewe Masia, mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakuabudu. Ni wewe Masia, mbele zako Bwana, viumbe vyote vinakuabudu. Ni wewe Masia. Nataka kusoma maandiko katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 33. Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Maandiko inasema ya kwamba tutafute ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na haya mengine yote tutaweza kusidisiwa. Nataka kusema kabla hatujaenda katika kipengele kingine ya maombi, ya kwamba kutafuta ufalme wa Mungu ni kuweka Mungu awe kipengele katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kuweka Mungu awe kipengele. Watu wamekuwa wakiweka mambo mengine kuwa kipengele, lakini sisi ambaye tumeokoka tunastahili kuweka ufalme wa Mungu kuwa kipengele. Ufalme haiwezi kuwa ufalme kama hakuna mfalme. Ufalme lazima kuwe na mfalme, na katika ufalme lazima kuwe na wanajeshi. Katika ufalme lazima kuwe na rasilimali mali. Katika ufalme kuna kila kitu. Bwana asifiwe sana. Na pia kuna wananchi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na maandiko hapa imetuambia kwamba tutafute kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine yote ataweza kutuzidishia. Inamaanisha kwamba tukimpata Mungu kupitia kwa maombi, mambo mengine katika maisha yetu hayatakuwa magumu, hayatakuwa issue. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu atatupa tu. Kwa hivyo kazi kubwa hapa ni kutafuta kwanza Mungu, kumpata Mungu ndio kazi kubwa. Maana si rahisi kumpata huyu Mungu na ufalme wake. Lakini pindi tu tutakapoweza kupata yeye, haya mengine yote ambaye ametajwa hapa, ambaye tutazidishiwa, hayatakuwa issue kwa Mungu. Mungu atatuzidishia na Mungu atatubariki. Kipengele cha mwisho ambaye tunaenda kuiombea siku ya leo, tunataka tuombee mashule zetu za Kenya. Shule zetu za Kenya, mnazielewa ya kwamba watoto wanaporudi shuleni nyakati na majira kama haya, unakuta kwamba shule zinaanza kuchomwa ama zinaanza kuchomeka tena. Tukatae hiyo roho mwaka huu ya kuchoma mashule za taifa letu ya Kenya. Tukataa hiyo mashule ya kusababisha hasara, hiyo moto ya kusababisha hasara katika taifa letu. Unakuta mabewa mahali watoto wamelala imechomeka, hata wengine wamechomekea pale. Tukatae maafa kama hayo na shida kama hiyo katika taifa letu ya Kenya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo twende mbele za Mungu, tuikabidhi shule zote za taifa la Kenya katika kaunti 47. Tuinue hizo shule zote mahali popote